Sasa wewe Elia, ukimaliza mimi utanikuta ofisini, alafu kesho mumeo mahakamani. Mambwende. Nini? Naomba nisaidie mwenzako na nyamaza. Sina mtu mwingine wa kumtegemea zaidi yako, nisaidie. Sasa naomba unisikilize kitu kimoja na unielewe na utekeleze. Ingia ndani, chukua kila kitu chenye thamani cha thamani, utoke twende tukauze. Hapo nasimama nafasi kama dalali. Ujumbe naweka pembeni, umenielewa? Du hali hapa, changamka, usilaze damu. We vipi we? We, changamka kidogo kwa heshima. Cha usiku chapu kama gwaride. Shika hiyo. Subiri, nataka umalize kiu yangu. Naomba nikuulize swali na ujibu. Hivi ni nani aliyemwambia Zainabu kuwa Ibrahimu amefariki ingali Ibrahimu yuko hai? Ila Mambwende bwana. Sasa mimi najuaje? Ikiwa simu yenyewe imepigwa, tupo mimi na wewe. Najuaje maswala hayo? Nani kamwambia Zainab kifo cha Ibra? Najuaje? Sasa hapo kuna kitu kimejificha. Kuna kitu kipo chini ya kapeti baina yako na Zainabu. Na wewe unalificha. Kitu gani? Sasa ndio uniambie, Ibrahimu amekwambia nini pale mpaka ukachanganyikiwa na ulie juu? Kwa nini usiniambie? Hebu niambie. Umeona ombe yako Mambwende? Sasa yeye alichoniambia Ibra kinakuhusu nini kwa mfano? Sasa kama yanihusu, naomba ushike kebo. Shika kebo. Sambo gani hapa wewe jamani? Shika kebo, tafuta dalali na mimi kwenye kesi najivua. Full stop. Shika. Usinifanyie hivi. Sasa mimi wewe ukiniacha nitabakiana nani hapa? Wakati mtu pekee yako kunisaidia ni wewe. Sasa kumbe unaujua umuhimu wangu mimi. Kwa nini unashindwa kunipa umbea? Maneno haya. Pokea sasa haraka. Mkulumi yangu. Polisi. Kamanda. Kiongozi. Naam. Ngoma na muda. Sasa sawa. Hapa tupo kwenye mchakato, hapa tunatembea. Tumeshakamilisha kila kitu na hela iko mkononi. Sasa sawa kiongozi. Isema mpaka na jamba sasa. Kasemaje? Kasema hivi, ngoma tucheze, tuangalie na jua. Unaona sasa mambo yako Mambwende. Unaita hapa umbea baada ya tuangalie mambo ya msingi. Shika kwanza nikachukue. Wewe shida yako unanilaumu mimi umbea wakati wewe ndio kiongozi wangu wa umbea. Wewe si ndio rais wa umbea Mwananyamala nzima asiyekujua nani? Changamka kidogo. Nilikuambia naumia, hakuna anayejali. Krisat, mbona sikuelewi? Kitu gani unachotaka kukielewa? Kila siku nilikuwa nakwambia tunafanyaje, nakupa maarifa lakini hufanyi kazi. Au Krisat umefanya kunigeuka? Unakielewa unachokiongea? Yaani mimi nikuzunguke kwa mtu ambaye nimemhold miaka miwili, 2 years. Leo nikuzunguke wewe? Uko serious katika hilo? Sasa kwa hiyo tunafanyaje? Kuna hili swala. Hilo ndilo loko umebakiza kuliongea. Kwamba uniambie Crescent tunafanya nini? Sasa Crescent, fanya kitu kimoja. Hakikisha unamtafuta. Unampata popote alipo. Alafu unammaliza. Masaa 24 ili swala lishakamilika. Case dismissed. Thank you.
Ndugu yangu bwana Ibrahimu, pole sana. Pole sana kwa mkasa huu mkubwa uliokukuta baba. Tena nikupongeze kwa moyo huo wa dhahabu uliokuwa nao. Ningelikuwa mimi baba, ningefia huko huko kwenye mateso. Mungu aliye mbinguni, ningekufa huko huko. Watoto wa Kiswahili wanasema ningekufilia huko huko kwenye mateso. Sasa nataka kujua kitu kimoja. Ilikuwaje na ikawaje? Where have you been before that creativity? Mambwende, Na nimekutana na maswaibu makubwa sana, zaidi ya sana, mpaka nashindwa jinsi ya kusimulia. Lakini acha iwe tu sehemu kuu ya historia yangu ya maisha. Mambwende, na Zainabu kaolewa. najua baba, najua. Tena ambacho nataka nikunogeshe, mimi nimeamwaga mauno kwenye shughuli na nimekula mpunga mpaka nikavimbirwa. Achapo baada ya lile tukio nimekuja kumwambia dada yako Mariamu mwanzo mwisho, nikasema ndugu yangu Ibrahimu popote alipo, roho yake Mungu airehemu, lakini pia asinione mie mnafiki. I swear to God, kwa kwenye hili mimi sio mnafiki kwako, na ndio maana nikasema nije nimpe pole na nijue what happened before that creativity. Mambwende, nimekuita hapa Yes. kwa sababu ya kitu kimoja tu. Nihitaji kujua nani aliyemuoa Zainabu. Nahitaji kumjua tu, ni hilo tu, maana nahitaji kufanya kitu kibaya sana. Nahitaji nifanye jambo baya sana. We Ibrahimu, are you incensed timamu? Are you clear in your mind? Wewe unajielewa wewe? Yaani umetoka kwenye matatizo, unataka kuyaongeza tena matatizo. Are you mind? Are you fucking bitch on your head? Are you hell? Acha puzi wewe. Yaani unataka kumfanya kitu kibaya aliyomuoa Zainabu. How do you feel it? Hebu acha bwana upuzi bwana. Laiti ningejua umenitia upuzi. I don't need to hear. I swear to God. Mambwende, nitazame mimi ni nani. Naumia sana. Zainabu nilikuwa nampenda sana. Nisaidie kwa hilo. Ibrahimu, ndugu yangu Ibrahimu, kaba unalo? Maana nimekutekeza kidogo, nikuuliza kaba baba unalo? So unakwambia neno tena unaanza kuropoka, ananiambia Mambwende utanitafutia matatizo. Kaba unalo? Aliyemuoa Zainabu, nisikilize kwa makini, liweke akilini. Aliyemuoa Zainabu ni jamaa mmoja hivi, Msausi si Msausi, Mwarabu si Mwarabu, ana miela huyo bwana hatari. Kwanza kuna shughuli yake eti alikuwa anarusha hela hivi. Mimi niko na chukua nimeondoka na 40 mfukoni za noti mpaka za noti 40 za 1000 zile nimeziweka hivi kwenye mkwapa. Yule bwana na hela. Lakini wakati nipo kwenye shughuli pale, nasikia watu wanamzungumzia. Jina lake Dazo. Dazo? Unamjua? Kwa mateso niliyopitia kaka, ni bora kufa, kwa sababu kifo humtenga mtu na maumivu. Nimeumia sana. Hayo maumivu ambayo wewe ulikuwa unayapitia, hata sisi pia tulikuwa tukiyapitia, kwa sababu sisi kilichokuwa kinatuumiza zaidi ni vitu hivi vitatu.
Cha kwanza tulikuwa hatujui yuko wapi. Cha pili tulikuwa hatujui umzima ama humzima. Lakini cha tatu ni ule mshtuko wa mama yako aliyoupata ile siku Zainabu anaolewa. Ngoja nikufundishe kitu kimoja leo. Zamani dunia ilikuwepo kwenye usawa sana. Furaha ilikuwepo, lakini na huzuni pia ilikuwepo kwa kiasi chake. Lakini kwa dunia hii ya sasa hivi, maumivu ni mengi kuliko furaha. Hivyo unapozaliwa tu unatakiwa ujue kwamba kwenye dunia maumivu ni mengi sana kuliko furaha. Na ndio maana hata sisi watoto wa kiume tunapozaliwa tu huwa tunafanyiwa tohara. Tunapitia maumivu, tunakiuguza kidonda mpaka kinapona. Hiyo inatufundisha kwamba sisi ni watu wa maumivu na tunapaswa kuyauguza na kuyapokea kinamna yoyote ile. Binadamu ana ubongo 4. Siwezi kukuelezea zote, lakini ubongo wake wa 3 unamsaidia kuhimili maumivu. Na hayo maumivu inategemeana pia na mazingira ambayo umekulia. Wewe ni mtoto wa Uswahilini. Umekulia na vitu vingi sana ambavyo vimekupa maumivu. Ushakunyimwa nguo ya sikukuu wewe. Ushawahi kuchapwa kwa kosa la kutokuoga. Ushawahi kunyimwa chakula. Hiyo yote inakutengenezea wewe maumivu. Tena ukiwa mdogo, ili ukikua hata ukikutana na maumivu lolote lile uweze kulistahimili. Kwa hiyo hicho unachopitia sasa hivi unatakiwa uweze kukistahimili. Wewe ni mwanaume. Na najua kwamba wewe na Zainabu mna mapenzi, lakini kwa sasa hivi utakiwi kuwaza tena juu yake. Unatakiwa uwaze kuhusu haya matatizo yako yaliyokukuta, na sio mwanamke tena. Unatakiwa uwe imara kiakili, kifikra na kihisia pia. Sijui unanielewa? Nakuelewa sana. Niliposikia umekuja, nikaona na mimi nije, kwa sababu nilitamani kujua upo kwenye hali gani na kutamani kujua akili yako inawaza nini ili niweze kukushauri. Nitaendelea kukaa na wewe mara kwa mara na nitakupigia simu pia ili tuweze kuongea vitu vingi sana. Nina vingi vya kukushauri. Siku hizi mtaani wananiita Kobe. Kichwa changu kimejaa busara na akili nyingi sana. Kwa hiyo nina vingi vya kukaa na wewe ili tuweze kuzungumza. Sawa? Sawa sawa. Unatakiwa kuwa imara. Unatakiwa kuwa imara.